yakawa machungu. Haleluya. Nirudie mama tu. Maisha yaliyo machungu sana duniani ni kujengwa, yalijengwa yakawa machungu, na maisha yaliyo na raha sana na kutamanika ni kujengwa, yalijengwa pia yakawa na raha na kutamanika. Blessed be God. Hallelujah. Pasipo kujenga, sahau kuonekana. Pasipo kujenga, sahau kuonekana. Haleluya. Mjenzi yeyote ajengaye lazima awe na kile anataka kionekane mbele. Hii ndio sababu tunakuanga na kitu tunaita the plan of the house. The plan. Uwezi kuondoka tu na umwage mawe kwa sababu na milioni 200 na uanze kujenga. Mjengo huo ujulikani ni nini natokea brother. Kwa sababu ya kile unataka kionekane kule, mjengo wowote lazima uwe na plan. Nikishapata plan yako, ninajua miezi 3 ijayo kutakuwa kunaonekana nini area hii. Maisha yako my sister, kama hauna plan ya kile unataka kionekane 20 years to come, huwezi kujenga. Blessed be God. Maisha ya mwanadamu ni kujengwa, yanajengwa. Ni kujengwa, yanajengwa. Ni kujengwa, yanajengwa. Unaona ulivyo leo? It is possible 20 years to come uwe mheshimiwa anayeogopa huko, na uwe hautembei ovyo ovyo, kwa maana waheshimiwa hawatembeangi ovyo ovyo. Nikisema mheshimiwa sisemi kwenda bunge, na hata kwenda bunge it is possible. Hallelujah. Ni kuwa na maisha yaliyo na heshima, maisha ya kutamanika, maisha haina majuto, haina kilio. Maisha, nisikize, nyumba ujengwa na mawe, mabati, simiti na misumari, lakini maisha ya mwanadamu haijengwi na mawe, haijengwi na mabati, inajengwa na sheria nitumiacho kujenga maisha yangu. Kwa maana sheria inapaswa kunikatia njia ili miguu yangu ikanyange njia iliyokatwa na sheria iliyo active katika moyo wangu. Hallelujah. Dandarusi, unaweza kukwama ufikiri kuiba nusu milioni ya hospitali ikuondoe kwa manjamjamu. Wewe si mwizi, unataka kuondoka kwa manjamjamu. Hiyo sheria ukiactivate itakata barabara mbele yako ambayo miguu yako iwezi toka hapo tena. Miguu yako ikikanyanga njia hiyo iwezi ondoka. Na Biblia inasema kuna njia ionekanayo nzuri machoni pa mtu mwenyewe,
lakini mwisho wa njia hiyo inaishia kuangamizwa. Haleluya, glory be to God. Mrembo, si unaona kwa Marsabit, kwani kuna mtu anakujua huku? Hata ukitaka kubiwaranda seremala, kwani kuna mtu anakujua? Kuna tendo unaweza kutenda leo, na si tendo mbaya likitabasamu na macho, ni tendo la kuona kijana muborona aliye na Land Cruiser awe anakulipia nyumba na weekendi anakupeleka Marsabit Lodge. Kuna lodge kwa msituni kwa mzuri sana. Unaenda unaketi ukikunywa soda baridi ukiona ndovu. Pandazini. Unaketi pale unaangalia nyati zikisukumana na pembe kwa matope. Dakika hiyo unasikia kama uko mbinguni. Jambo la kwanza, umeua familia ambayo ungepata. Njia hiyo umekanyanga, imekufanya bure, lakini utatokea na Redmi simu ukiwa umeshika na mkono hivi ili ionekane si ya huku, lakini ujui maisha yako umetoa kama sadaka kwa Shetani. Ni tendo ulitenda likapeana maisha yako kuharibika milele, kuharibika milele. Kwa maana kuna siku itafika na uwe unastahili kuoleka, uwe na nyumba yako. Hiyo ndio siku utangojea ipotee, kwa maana hakuna mtu uoa takataka. Watu uoa walembo wakawe mabibi. Haleluya. Mwalimu sema amen. Haleluya. Ni sheria umeshika kidogo, ukainivovu katika maisha yako, ikafungua marango, ikakata barabara ya kuangamizwa, Njundazi alifika siku moja, wizi ulikuwa moyoni, lakini moyo haungeng'oka ukaibe, mpaka siku alikubaliana. Unajua kuna mambo iliyo moyoni mwetu ambayo hatustahili kuyakubalia kutuongoza, kwa maana si mazuri, hayana haki, hayana kweli. Mambo yaliyo mioyoni mwetu. Ndugu yangu, unaweza kimya hivi tu uangalie Kori Mungabura. Najua Mungabura na Muruya si the same. Hiyo ndio kweli ndugu yangu. Uangalie Mungabura. Kuna mtu muovu anaishi hapa moyoni, anaitwa sheria ya dhambi iliyotujenga kuwa watu. Sheria ile itamuona isikie Mama Angel ni bure. Ni vile sikuwa ninajua huko. Hiyo ni sauti ya kifo inaongea ndani. Sauti hiyo unapaswa kuhakikisha nimesimamisha shughuli, niitoe, ning'oe, niue. Ukikubali sauti hiyo ifike kukua tendo. Njundazi alianguka siku sauti hiyo ya tamaa ya pesa ilisaa tendo, na akakata sadaka ya ghariri, akafisha moja, akabaki na ingine. Kukaumbika njia mbele ya njundazi ya wizi na tamaa. Njia hiyo ilimpeleka mpaka akauza Kristo.
Judasi akitazama Yesu akipiga miujiza, anamwangalia, anaona huyu anaweza toka milioni 10 hivi. Tamaa imempeleka to the point that Judasi angejisuia mpaka akapewa 30. Na unajua njia hiyo ina uwezo, ina power. Ina power aje? Yesu anachukua mkate, anavunja, anaubariki, anavunja, anaubariki, anawapea. Na anasema anachukua mkate kutoka kwangu ndiye msaliti. Na Judasi asikii. Unajua ingelikuwa mimi ningeepa ipita iende kwa Pita. Lakini Yesu anajua huyu amekufa conscious to the point that hata kubabanua kinachonenwa hawezi kubabanua. Dakika hiyo robot inaitwa Judasi inangojea mkate, na anasema atakayechukua kutoka mikononi mwangu ndiye msaliti. Asikii, conscious yake imekufa. Na kufa kwa conscious wansia, my sister, wakati sheria ya dhambi ketie moyoni, utaikubalia isae tendo na ulitende. Ikisha saa tendo ulitende, you surrender your will to the law of sin. Umesurrender your will to the law of sin. Mrembo, sisemi hautapendwa na hautakatiwa, na ukiona ukatiwi ujue dunia hii ina kasoro, na ninajua ina kasoro, iko soba. Lakini when you submit, you give in your soul to destruction, to calamity, to shame. Lakini as long as ingali ndani yako, you must wage war to resist. Sheria ile isiche kukukatia barabara. Hallelujah. At least ikiwa ndani, you wage war to fight it internally. To fight it internally. Haina damage. Hiyo utaishinda. That's why the Bible is free. Kuna dhambi ingine tuliambiwa tutoroke. Ni gani hiyo? Mbona uliza? Morality. Sexual perversion. Hiyo haiombewi. Hiyo haikemewi. Hiyo haifukuzwi kama pepo. Hiyo inatorokwa. Kwani msomi Biblia? Hiyo inatorokwa, my sister, mbio na miguu. Thibitisho ni Joseph. Joseph alikuwa na Mungu sana, lakini hakukemea Mrs. Potiphar. Hakumwambia shindwa, power. Alitoroka akiwa na Mungu. Kamrembo, kuna ile ya kutoroka na miguu kutoka Marsabit level 5. Na unatoka na geti na unaenda mpaka kwa nyumba, unafunga. Unasema na kushukuru Mungu niko safe. Na unajishughulikia. Tukifika hapo ukule kindole wewe. Sheria iko ndani mama tu, chaka tu. Sheria iko ndani ya moyo, iliyo ya dhambi na ibebaye mauti. Atuikubali itoke, ituongoze. Tunapaswa kung'ang'ana nayo internally. Hallelujah.
Glory be to God. Ufike mahali dada Grace, utoroke na miguu na ni 5,000,000 inanenewa. Utoroke 5,000,000 na unafia ndile unaenda kungojea Mungu, na ndio hiyo 5,000,000. Kwa maana 5,000,000 hiyo ikianguka mikononi mwako, kuna mipaka itaondoka na haitarudi tena. Utang'ang'ana uliye mbele za Mungu, utoe sacrifice, ufanye vituko, na mipaka hiyo hairudi tena. Hairudi. Haitarudi kwa sababu umeomba. You better train yourself to take off na kutoroka. Glory be to God. Katika moyo kuna sheria iketie ndani. Iketie ndani. Sheria ile imeinuka ikatake over Waisraeli. Wakaondoa sheria zote zilizojengwa na imani kwa Mungu katika maisha yao. Ya kwanza ikiwa tumaini kwa Mungu. Wakaondoa tumaini lao kwa Jehova. Tumaini kwa Mungu likiondoka, ulioyahesabu ya maana yanaanza kuondoka moja kwa lingine. Wakaanza kuita kivuli unyenyekevu. Kivuli kinaitwa humbleness. Wakaketi, wakaanza kujadili sheria za uzima kinyume. Wakaulizana na waliomtumikia Mungu, kwani wana nini? Wanasema angalia Rusi, baada ya kutumikia Mungu miaka hiyo yote ako kwa nyumba ya kukondisha, lakini mimi master, nilipoenda Sarukumba tazama yangu flat screen yangu iko hapo. Hitu tunajengwa saa hii. Angalia waliomcha Mungu wana nini? Tazama Grace, miaka ngapi akitembea kama dunia inapasuka asimezwe kwa sababu ya unyenyekevu. Ana nini? Lakini tazama mimi. Wakaanza kujadiliana. Majadiliano imezaliwa na the change of the position of the heart towards God and faith in Jehovah. Position yako ikigeuka, yaliyokuwa ya muhimu kwako yanakuwa takataka, na yaliyokuwa kwako umeyashinda ufufuka na uwezo mzito. Wakajadiliana ni kama Jehova hana haja tena. Imani haifanyi kazi, ni bure. Waliomtumikia Mungu wana nini? Lakini kuna kitu uoni dada yangu, you are about to gonga 50 na hauna saratani. Haleluya. Tazama miaka ile uko nayo mwana, na hauna pressure. Mimi sijui kama mnaangalianga, ninyi mnaogopa Mungu. Tazama miaka hiyo dada yangu, na hakuna kiungo ulisaliwa nayo tumbo ya mama yako ambacho kimeondoka hata moja. Hata vidole yako ni 10. Kuna walisaliwa na 10 leo wana 6. Kuna walisaliwa na mikono miguu mikono inafanya leo iko hivi. Unasikia ni stroke. Lakini wewe umweli wa afya na uoni kama ni kitu. Faida ya kumcha Jehova
na kumtumikia Mungu. Hallelujah. Glory be to God. Nisikia mama mmoja akiongea siku alikuwa na maandamano, watu walio na kansa wanaandamana ili wasurutishe serikali kukava mahitaji yote ya kansa. Dada anasema sasa nimeenda kemo, nilikuwa nimalize siku fulani niende nikatwe titi. Yaani anaongea kama ni rahisi. Unajua ni ajabu kitu Mungu aliyokupea uwe hauna. Na hata sasa akiko. Na ni Mungu alinipea. Unajua hujawahi kuwa na vidole 4 ujue challenge ya kuwa na vidole 4. Anaongea kama si kitu. Lakini wewe lugha hiyo hauna. Kwa maana hivi Jehova amenipendelea bure. Amenipendelea. Jehova amenipendelea bure tu. Amenipendelea nikawa mzima na mweli wa afya. Jambo lile likajaa Israeli mokali kwa Mungu wa milele. Biblia inasema amongst them there were few. Kulikuwa na watu wachache ambao mioyo yao ikuondoka kwa imani, wengine wakiondoka. Mioyo yao ikudharau Jehova, wengine wakimdharau. Haikukosa faida ya kuamini na kutumikia Mungu, wengine wakikosa. Watu wale wakarejea mahali pao, wakaongeleshana mmoja na mwingine kulihusu jina la Jehova. Hallelujah. Glory be to God. Wakaongeleshana mmoja na mwingine kulihusu jina la Jehova na imani kwa Mungu Muumba wao. Biblia inasema na Mungu akiwa mbinguni akawasikia. Kuna kitu nataka usikie mtakatifu. Hawakuomba. They were not praying. They were not preaching. They were not reading the Bible. Waliongeleshana kama vile munaongeleshana kuhusu siasa ya 2027. Bila tunaongeleshana kuhusu the sitting governor Marsabit amemaliza 10 yake, sasa lazima kuje mwingine. Huyu ni nani? Hiyo kuongeleshana, walikuwa in the normal conversation zao. But their conversation mentioned in the fear of God and honoring the holy name of Jehovah. They discussed about the holy name of the Most High. And the Bible says, Mungu hakawasikia. Hawakusema karibu, Yesu karibu, hapana. Waliongeleshana kumuhusu Jehova na kulihusu jina la Jehova na utakatifu wake. Mungu akawasikiza. Mungu akawasikia. Mungu alipowasikia, my sister, akaamuru kitabu cha kumbukumbu kiandikwe. Kitabu cha kumbukumbu kiandikwe kwa wamchao Mungu. Jehova akasema hao watakuwa my jewels. Wamefanywa jewels na nini? Sister Lucy, kumaanisha discussion yetu inaweza kutufanya takataka
mbele ya Jehova. Conversation zetu mmoja na mwingine, mmoja na mwingine. Nje, my sister, moyo wako umejengeka kiwango kipi kumcha Mungu? To the point that unaweza kujazwa na hasira dharau ya jina la Jehova inapoonekana uliko. Dharau ya jina la Jehova. Haleluya. Nilienda kuhubiri mahali, mtu anasema saa 7 kamili ikifika, washirika muondoke mwende. Hiyo inaitwa dharau iliyo juu sana ya jina la Jehova na neno la Mungu. Ikifika saa 7 kamili muondoke mwende. Ikifika saa 7 kamili muondoke. Nashindwa huyu mtu ni mko gani? Eti saa 7 ikifika uondoke wewe. Unaaja na Mungu katika akili zako kweli? Je, kuna Mungu anaishi ama ni kawaida tunafanya kanisani? Unaweza kutetemeka mbele ya Mungu Muumba. Haleluya. Na unajua hivyo ndivyo watu walivyo. Nilianza kuhubiri nilipofika saa 7 kamili. Ikiwa imebakia dakika moja, kaambia watu nimemaliza, endeni mliambiwa mwende. Si waende, waliambiwa waende. Si waende. Sasa Mungu hatajengewa njia na mtu. Mungu atajengea mtu njia. Na njia ya Mungu ilishajengwa kitambo. Alipopeana sheria 10, alisema hii ndiyo njia yangu. Anayenitaka kwake, njia ndiyo hii. Anayetaka kuniona atanikuta katika njia hii. Unajua huwezi kuona Standard Gauge Railway Marsabit, huwezi kuiona kwa vyovyote vile. Na hata ile ya kitambo mwisho ni Nanyuki. Ukitaka kuona Standard Gauge Railway, my sister, utaenda wapi? Mombasa Road. Hii ingine ni ile ya kitambo ndio iko Nanyuki. Standard Gauge inapita Nairobi kutoka Mombasa kwenda Naivasha. Huko ndiko unaweza kuiona. How do you think utaona Mungu mahali njia zake hakuna? Kwa maana Mungu hakai mbinguni. Mungu hukaa katika njia zake. If you want to see God in your life, make sure in your life kumejengeka njia za Mungu. Biblia inasema he made known his ways to who? To Moses. Alifanya njia zake zijulikane kwa Musa. Israeli ambaye hakuwa na njia alijionea matendo ya aliye na njia. Kwa maana aliye na njia za Mungu ndani ubeba matendo ya Mungu mwenye njia. Ubeba njia, ubeba matendo ya Mungu mwenye njia. Watu wa Marsabit, nawaomba katika jina la Yesu, na ninawasihi kwa jina la Jehova, tulifikiri kulihusu jina la Mungu upya, kulihusu jina la Mungu. Haleluya.
Unajua sisi ni watu wa ajabu. My sister,